Combination Sounds. Naam, msimu umewadia. Karibu tena katika sehemu nyingine ya Morning Trumpet, na ndio msimu wenyewe tunaozungumza leo. Tuna dedicate nafasi kubwa kabisa kuzungumzia Sinema Zetu International Film Festival, tamasha kubwa kabisa, lugha moja, tamasha moja, tamasha la kimataifa. Hapa ni mratibu wa tamasha hili, Sofia Mgaza, karibu sana. Asante. Asante sana. Na unayo furaha? Ya, furaha lazima iwepo kwa sababu kama meliendesha gurudumu hili kwa takribani miezi kama 6 hivi, mitano kama au 6 hivi. Maana ukihesabu toka mwezi wa 9 mpaka sasa hivi ni miezi mingapi? Takribani miezi 6. Mtu anaweza kujiuliza, Sofia, kwa nini miezi 6? Yaani ni kitu gani kilikuwa kinafanyika mpaka muda huo mrefu kiasi hicho? Mpaka leo tunazungumza saa zilizosalia kulifikia tamasha lenyewe kesho. Tamasha linaitwaje? Sinema Zetu International Film Festival. Kutoka kwenye jina tu. Tamasha zetu, filamu zetu, Sinema Zetu International Film Festival. Ni dude kubwa. Sio kitu kadogo, sio kitu kadogo ambako kanawakutanisha wadau wawili watatu tu, sawa? Ni kitu ambacho kinazikutanisha nchi takribani 17 katika ulingo mmoja, katika tamasha moja, katika jukwaa moja. Kazi sio rahisi, sawa? Tamasha hili la mwaka huu limekuwa ni kubwa sana, limechukua mchakato mrefu sana mpaka kufikia usiku wa tuzo kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, tulisema tamasha la mwaka huu liwafikie wadau wengi zaidi, kwa sababu tunaelewa kwamba tasnia ya filamu inakuwa nchini, inakuwa Afrika Mashariki na Kati, sawa? Sasa ni sehemu gani ambayo tunaweza tukaonyesha ukuaji huu? Sawa? Ni kupitia tamasha hili la Sinema Zetu International Film Festival. Kwa hiyo tukaamua kuzunguka takribani nchi nzima. Nchi ambayo tuligawa katika kanda. Tulivyofanya uzinduzi rasmi tarehe 25 mwezi wa 9 mwaka jana 2018, tuliwatangazia Watanzania kwamba tutawafuata katika maeneo yao. Na hiki ndio kikatufanya sasa tuzungukie takribani nchi nzima, ambao tuligawa katika kanda. Tulienda kanda ya kaskazini, kanda ya mashariki, kanda ya ziwa kusini, nyanda za juu kusini, Zanzibar. Lakini wakati mchakato wote huu ukiwa unaendelea, Dar es Salaam, makao makuu ya ofisi, pia watu waliokuwa Dar es Salaam walikuwa na uwezo wa kuja kusajili kazi zao. Kwa mchakato huu wa kuzunguka, unaweza kuona ni namna gani ambavyo unachukua muda. Na tulichokifanya sisi, tulikuwa hatuzunguki peke yetu. Tulikuwa tunazunguka na mamlaka ambazo zinaizunguka tasnia ya filamu. Tulikuwa tunazunguka na KOSOTA kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huyu msanii anapata haki miliki ya kazi yake. Unanifahamu? Kwa hiyo ina maana KOSOTA walikuwa wana-endorse kazi wakati huo unapozunguka. Yeah, sio KOSOTA tu, Film Board nao walikuwa wanahakikisha kwamba wanazikagua hizi filamu, wanazipa madaraja pamoja na vyeti. Lakini si hicho tu, kiliambatana pamoja na kutoa elimu. Faraja, nikwambia, wasanii wengi kabla ya tamasha walikuwa hawajui kama kuna umuhimu wa kuhakikisha wanapata haki miliki zao. Walikuwa hawajui kama kuna umuhimu wa kuhakikisha wanasajiliwa Film Board. Walikuwa hawajui kama kuna umuhimu wa kuhakikisha yeye kama msanii amepata usajili kutoka BASATA. Kwa hiyo kupitia tamasha hili, kupitia mizunguko ambayo tulikuwa tukifanya kwa gharama za tamasha, tuliweza kufanyikisha hilo. Na usajili wote huu ambao ulikuwa unafanyika kwa filamu ambazo tuliona zinastahiki kuingia katika tamasha, kwa mchujo wa awali kabisa au katika hatua ya awali kabisa, tulikuwa tunawalipia ada zote. Ada za nini? Gharama ya usajili. Kusajili kazi yako, kupata haki miliki KOSOTA ni hela, ni gharama. Lakini kampuni, kwa sababu inaijali tasnia, kwa sababu kampuni ina maono ya kuhakikisha kwamba tasnia ya filamu inasogezwa mbele, tasnia ya filamu inageuka kuwa mgodi unaotema. Unajua kuna nchi ambazo zinategemea tasnia ya filamu na mapato ya nchi yanakuwa kweli kweli, na sisi ndio vision yetu kufika huko. Tukasema hebu tuwasaidie hawa wasanii, kwa sababu unajua kuna wasanii wengine wanafanya kazi kwa budget ya milioni 2. Kuna wengine wanafanya kazi kwa budget ya milioni 50, wengine budget ya milioni 100 hadi milioni 200. Lakini hawa wote unawajengea vipi usawa? Ni kuhakikisha kwamba unamsaidia katika zile hatua ambazo zitamfanya afanye kazi kwa uhuru, awe na mamlaka na kazi yake. Na kama unavyofahamu, zamani wasanii unaweza kukuta msanii ametoa kazi nyingi sana, lakini kumbe kazi zote si zake, hana haki miliki ya kazi zake, hana hati miliki hizo.
Na wala hajui kwamba alitakiwa kuwa na hati miliki. Na wala hajui kama alitakiwa kuwa nazo hivyo. Kwa hiyo utakuta labda msanii Sofia mwaka huu katoa filamu A, mwaka kesho katoa filamu B mpaka filamu Z. Filamu zote hizi kuna mjanja mmoja fulani, sawa, anamwambia Sofia, chukua pesa hii nitengenezee kazi fulani. Hiyo kazi ikishatengenezwa yote inakuwa mali yake. Yeye anaenda kusajili kwa jina lake. Kwa Sofia ataonekana ana kazi nyingi za filamu lakini kumbe si zake. Yeye ni kibaraka tu, kapewa pesa kaenda kufanya. Na yeye anafikiri kwamba ni zake. Anafikiri kwamba ni zake. Sasa tamasha ikasema hapana. Sisi ndo wazazi, sisi ndo walezi bwana. Kwa nini tusiwalee hawa watoto wetu, wanetu ambao wanatutegemea? Kwa hiyo mchakato wote huo ndio ukasababisha kuwe na muda mrefu sana wa kufanya maandalizi. Lakini kama unavyofahamu, unapoenda kusajili kazi, sisi sio majaji. Sawa? Tuna jopo la majaji ambao kazi yao ni kuhakikisha kwamba wanatuletea kilicho bora mezani ili Watanzania waweze kukila. Kwa hiyo tulipopita kusajili, sisi kazi yetu ilikuwa ni moja, kuhakikisha kwamba kazi hiyo ya filamu inaonekana, kwamba picha ni nzuri, picha ziko katika ubora, sawa, sauti inasikika. Mengine yote yanayofuata kazi ya majaji, kuangalia maudhui, story inatembea vipi, migogoro imejengwaje, utaalamu katika utengenezaji wa picha, camera angles, camera movements na vitu vingi sana. Kazi ya majaji, sisi haikuwa kazi yetu. Kwa hiyo ukuta katika mchakato wote huo tulisajili, Tanzania peke yake tulisajili filamu ambazo zilikaribia 400 plus. Lakini mchakato huu haukuwa Tanzania tu. Tulikuwa Kenya, tulikuwa Rwanda, tulikuwa Burundi, tulikuwa Uganda, tulikuwa na Congo DR, ambako kote huko tulikuwa na wawakilishi. Nao walileta kazi zao. Walipitia mchakato huo, wakasajili kazi, zikaingizwa katika tamasha. Kwa ujumla wake, tamasha la mwaka 2018, 2019 tumesajili filamu 500. Hapa naongelea filamu ambazo zimeingia katika Swahili Panorama, au filamu ambazo zilikuwa zikitumia lugha ya Kiswahili katika kuwasilisha maudhui yaliyokuwa ndani yake. Umewapiga deni sasa wasanii. Naweza nikasema. Tumewapiga deni kwa sababu sasa wanatakiwa kutulipa. Wanatulipaje sisi? Kutengeneza kazi nzuri. Kutengeneza kazi nzuri zenye ubora. Na ili na sisi kama wazazi, kama walezi, tutembee kifua mbele. Tuseme mchango wetu katika hili umeonekana. Kwa hiyo Sofia, nauliza kwa niaba ya mtu ambaye hajui. Kwa hivyo kazi ambazo zimeingia kwenye shindano, kwa ajili ya kuwania tuzo ni ngapi? Kazi ambazo zimeingia katika shindano, labda nikurejeshe nyuma kidogo, sawa? Sinema Zetu International Film Festival mwaka huu 2018 2019 tulisema kwamba tunataka tutanue wigo. Sawa? Tunataka tutanue wigo, tulifanya tamasha lizidi kuwa na sura ya kimataifa. Tukaongeza kipengele cha World Cinema. Kipengele ambacho kilikuwa kinaziruhusu filamu zote ambazo haziongei lugha ya Kiswahili, sawa, zinaongea lugha nyingine tofauti na Kiswahili, lakini njia kuu ya mawasiliano lazima iwe ni Kiingereza. Iwe ni filamu labda imetengenezwa kwa Kihindi lakini iwe na subtitles za Kiingereza. Imetengenezwa kwa lugha gani, iwe na subtitles za Kiingereza, sawa? Tukasema kuja tuweke huko. Na tunashukuru Mungu tulisajili filamu zaidi ya 35. Kutoka mataifa 17 duniani. Kwa hiyo katika huko filamu hizo ambazo ziliingia katika hicho kipengele cha World Cinema, mwisho wa siku sasa, baada ya kuonyeshwa katika majumba ya sinema, kwa sababu filamu hizi tulikuwa tunazionyesha katika majumba ya sinema, zenyewe hazikuingia kuonyeshwa katika televisheni kama zilivyokuwa hizi filamu ambazo zimeingia kwenye Swahili Panorama. Baada ya kuonyeshwa katika majumba ya sinema, majaji kufanya kazi zao, zikapatikana filamu 15 kutoka mataifa 11. Filamu hizi 15 usiku wa kesho tarehe 23 mwezi huu wa pili tutashuhudia zikichuana kuwania tuzo 8, kwa maana ya vipengele 8 ambavyo vimeingia katika kipengele hiki. Sasa tukija huko ni Swahili Panorama, mchakato wote ulisajili filamu karibia 500 kama nilivyokusha kueleza hapo awali. Katika hizi filamu karibia 500, baada ya kufika na kukaguliwa duru la kwanza, zikaingia filamu 237.
Filamu 237 zote zikaonyeshwa katika televisheni kupitia chaneli yetu ya Sinema Zetu 103, ili kutoa fursa sasa kwa Watanzania kuweza kuenjoy tamasha, kuweza kuwa sehemu ya tamasha. Unajua uzuri wa tamasha letu hili ni tofauti na matamasha mengine. Sisi tamasha letu tunakuletea wewe mtazamaji wetu mezani, unaangalia, unaenjoy pamoja na sisi. Na mwisho wa siku unakuwa katika nafasi ya kusema kweli filamu ambayo imepata tuzo ilistahiki, kwa sababu unaifahamu, kwa sababu niliiona, nilikuwa sehemu ya tamasha. Na watazamaji walipata nafasi pia ya kupiga kura, sio? Nitafika huko. Sawa. Kwa filamu hizi 237 zote zikaonyeshwa. Hizi 237 kulikuwa na filamu ndefu, kulikuwa na filamu fupi, tamthilia pamoja na makala. Zote zikaonyeshwa. Wakati zikionyeshwa, filamu hizi zikaenda kwa majaji. Majaji wakaendelea na kazi yao. Kwa hiyo wakati majaji walikuwa nyuma ya pazia sasa. Majaji walikuwa nyuma ya pazia. Kumbuka katika jopo la majaji kuna majaji ambao wanaonekana na kuna majaji wasioonekana ambao wasiojulikana. Kwa maana gani? Tulitambulisha majaji 5 ambao Watanzania karibu wote waliwafahamu na walitangaza siku hiyo. Lakini kuna majaji wengine 10 ambao hata wao kwa wao hawajuani. Unaona? Kwa hiyo hawa majaji kila mmoja kwa sehemu yake alikokuweko alipelekewa kazi na kuweza kutoa kutoa kura zake. Kutoa judgment yake kwenye hizo filamu. Kwa wakati majaji wakiendelea na kazi yao, sisi upande wa TV tukaendelea kuonyesha filamu. Filamu hizi zilizoonyeshwa kwa upande wa filamu ndefu zilitakiwa kupigiwa kura, kuwania vipengele vitatu: filamu bora, chaguo la watazamaji; mwigizaji bora wa kike na wa kiume, chaguo la watazamaji. Na hizi ni tuzo 3 kubwa sana katika tamasha. Tukasema hizi tuzo 3 hebu tuzipeleke kwa Watanzania. Hebu tuzipeleke kwa wadau wa filamu, wapenzi wa filamu, wazipigie kura, waseme wao kama Watanzania wangependa filamu gani iwe bora? Wangependa mwigizaji gani wa kike awe bora au mwigizaji gani wa kiume awe bora? Kwa hiyo mchakato kaendelea huko. Tukatoa namba ya simu ambao watu ambao wana simu za kawaida tu ambazo hazina labda kusema wanategemea data ili waweze kupiga kura na nini, wanatuma ujumbe mfupi tu wa SMS, wanachagua filamu, wanaandika maxi, wanatuma kwa namba ambayo ilikuwa imetolewa. Lakini tukasema kuna wengine pia wako vizuri katika mambo ya mitandao ya kijamii na teknolojia, tukaweka kwenye website. Kwa mtu ukawa na uwezo wa kupiga kura kupitia simu yako ya kiganjani au kupitia mtandao. Kwa mchakato ukaenda. Tukafunga dirisha la kuonyesha na kupiga kura tarehe 10 mwezi wa pili. Ili kutoa nafasi sasa kwa majaji kuweza kufanya summary, watuletee wale wanawali ambao usiku wa tuzo mmoja wapo anachukua tuzo yake. Kwa ndo hapo sasa tukatangaza nominees wa Sinema Zetu International Film Festival msimu wa pili 2018-2019 baada ya kupita katika huo mchujo. Kabla sijaenda kwenye mchujo na kujua hao nominees ni wangapi, kama ni sahihi kusema sasa. Ni sahihi, tayari wanajulikana. Tulishawatangaza toka tarehe ngapi pale Serena tulipofanya mkutano wetu na waandishi wa habari. Sasa wangu ilikuwa kumtaja aliyeshinda. Washindi mpaka saizi hakuna anayejua. Hakuna anayejua. Washindi bado wako kwa majaji. Sofia, kama mratibu wa tamasha, wakati huo wa kuwashirikisha watazamaji wa 103, mliweza kugundua TANAP jinsi ambavyo wamejitokeza tuseme nini, ile impact, wanajitokeza kiasi gani kutoa kura zao na kutoa maoni yao? Kwa upande wa kura, Max zilikuwa zinaongea. Max zinaongea. Kwa sababu mfumo wetu wa upigaji wa kura uko computerized. Sawa. Kila kura unapoingia utaona graph inapanda. Kwa kila filamu ina graph yake. Sawa. Kwa mtu akipiga kura unaona graph inapanda. Mtu asipopiga kura unaona imebakia iko constant. Haipandi wala haishuki. Sawa. Kwenye website vile unaona. Kwa wingi wa watu kupiga kura, wingi wa maswali ambayo walikuwa wakituuliza, jamani mbona hivi, mbona nikituma message kitu kinakuwa hivi, ili tuonesha ni kwa namna gani ambavyo watu walikuwa wakifuatilia. Lakini si hiyo tu, wenyewe wasanii walikuwa wamejiunga.
utawakuta wako sehemu wameweka kingamuzi cha Azam, wanaangalia, wanajisnapshot, wanatutumia na vitu kama hivyo. Ukiingia kwenye mitandao yetu ya kijamii, peji ya Sinema Zetu au peji ya ya Azam TV, utaona ni namna gani ambavyo tamasha linazungumzwa, namna gani ambavyo wanatutagi katika mazungumzo yao, katika vyote wanavyofanya kuhusiana na tamasha. Kwa kweli mwitikio ni mkubwa. Na nasema hivyo mwitikio ni mkubwa kwa sababu ukiangalia idadi ya filamu ambazo zimesajiliwa kwa msimu huu 2018 2019 ni 200% zaidi ya ilivyokuwa msimu wa kwanza wa 2017 2018. 2017 2018 tulisajili filamu 300. Katika filamu 300, filamu 114 ndo zikaingia katika duru la kwanza la kuonyeshwa katika televisheni. Lakini kwa msimu huu tumesajili filamu 500 na katika hizo filamu 237 ambayo ni mara 2 zaidi ya mwaka jana zikaingia katika duru la kuonyeshwa katika televisheni. Kwa hii tu inakupa picha kuona ni namna gani ambavyo mwitikio umekuwa mkubwa, watu wamelitambua tamasha na watu wanaliona tamasha kama ndio nyumbani kwao. Ndio sehemu ya kwenda kujigamba, sehemu ya kwenda kuonyeshana uwezo, kuonyeshana muscles. Mimi nikikwambia Faraja mimi ni mwigizaji bora, nafahamu. Nione kazi yako, sitaki maneno yaongee, nataka vitendo viongee, tuonyeshane kwenye kazi. Ushanifahamu Kwa hiyo hapo ndio ameona kwamba huu sasa ndio uwanja wetu wa kwenda kuonyeshana uwezo wa kazi zetu. Sasa unaweza ukaonesha, wewe umesema ni mwigizaji bora, lakini unaweza ukaonyesha huo uigizaji wako unaouita bora. Mimi nisiuone bora. Kwa tulikuwa tuishi tu kukosoa. Tulikuwa tunakosoa, tunatoa solution. Kitu kikiwa kizuri, tunakisifia kinakuwa kizuri. Lakini swala lile la uchambuzi lilikuwa halihusiani hata mara moja na judgment ya film. Kwamba mchambuzi akichambua akasema filamu hii ni nzuri, basi ndio moja kwa moja imepita. Kwa sababu wale ni wachambuzi, lakini kuna majaji ambao wanafanya kazi yao. Nimeleta swali hilo makusudi kwa sababu kuna waliofikiri kwamba wale wachambuzi ndio majaji. Na kwa sababu pale walikuwa wanafanya kazi yao kitaaluma na kwa hivyo hawakumumunya maneno. Kama ilikuwa mbaya. Sasa kuna mtu mmoja nilimsikia sasa, mbona anaichana filamu ya mtu hivi namna hii? Kumbe wao kazi yao ilikuwa ni kuchambua tu kwa sababu watu. Kazi yao ilikuwa ni kuchambua tu. Naam. Tunaye hapa Sofia Mgaza, mratibu wa tamasha la kimataifa la filamu Sinema Zetu International Film Festival. Kilele chake ni kesho baada ya takriban miezi 6 ya maandalizi makubwa kabisa, na kesho ni usiku wa tuzo, wasanii wakipata tuzo. Kwa hivyo tunategemea nini sasa sura ya kesho tukiangalia ule usiku wenyewe? Maana ni international hiyo. Nataka hiyo sura ya international tuione. Tumejipanga vizuri sana. Tuna vipengele 30. Ina maana watapanda washindi 30. Kwenda kuchukua tuzo, kuchukua vyeti, kuchukua na pesa taslim. Kila kipengele kinashindaniwa. Kila kipengele kinashindaniwa. Sawa. Kama muda utaniruhusu nikupitie katika kila kipengele. Sawa. Kwa hivyo tunavyo vipengele 30, lakini tunavyo vipengele vingine 6. Kwa jumla ya washindi 36 watapanda jukwaani. Lakini tunategemea tamasha letu kuhudhuriwa either physically au kwa kupitia runinga na mataifa zaidi ya 16 kwa sababu ya filamu ambazo zimesajiliwa katika tuzo. Kwa mantiki hiyo basi tumehakikisha kwanza tunawaletea MC wabobezi wenye majina yao, wenye utaalamu, wanaopendwa na Watanzania, ambao tayari Watanzania wanafahamu kwamba tunaye Barwan Muhuza. Wengi wanamfahamu, na usiku huo wa tuzo ataonyesha mbwembwe zake. Unajua Barwan ni mtu wa makeke, mtu wa mbwembwe, mtu wa nini, alafu unajua anapenda sifa na vitu vya namna hiyo. Kwa mtu anayependa sifa lazima atakufanyia kitu kizuri zaidi. Lakini tunaye Elizabeth Michael, binti mrembo, mtanashati kweli kweli, anayependa kazi yake, na akiamua kufanya jambo lake lazima alifanye litokelezee kama ambavyo anataka. Waga hapendi kabisa kuharibu kazi yake sehemu yoyote ile ambayo anakuwa. Kwa hiyo hao ndio MC wetu ambao bila shaka wapenzi wake wamemiss kuja kumuona pale vile. Kabisa. Yaani ndio sehemu pekee ambayo atamuona Lulu kwa mara ya kwanza akipanda stejini baada ya kipindi kirefu sana kupita hapo katikati. Kwa hiyo wategemee kumuona katika muonekano wa tofauti sana. Wategemee kumuona katika sura ya kimataifa kwa sababu tamasha lenyewe ni la kimataifa. Lakini tumehakikisha kwamba tunaleta burudani ya kufa mtu. Tutakuwa na burudani nzuri sana siku hiyo ya usiku wa tuzo. Ambazo kwa kweli zitakonga nyoyo
za watazamaji wetu. Lakini pia tutakuwa na very big surprise usiku wa tuzo ambao sitaki kuisema kwa sababu nataka wewe ambaye hujalipia kingamuzi cha Azam TV fanya ulipie ili uweze kushuhudia hiyo surprise. Itakuwa ni surprise gani? Lakini kwa wale ambao wamepata mialiko sasa waweze kuja ukumbini tuweze kufurahi pamoja, tuone hayo mavitu ambao Azam TV imesema usiku huo nchi itasimama. Filamu tunazozizungumza tunazozipatia tuzo ni zile za Kiswahili na za Kiingereza. Na za Kiingereza. Aha, zile ambazo tulizoonyesha World Cinema, yes. World Cinema. Yeah. Na nje ya Tanzania tumesema pia tulikuwa na mchakato Kenya, Uganda, Rwanda. Kwa kuna wasanii pia wanakuja kupambana na Tanzania. Yeah. Wapo. Wapo. Ukiacha zile World Cinema. Ukiacha zile World Cinema, zile ambazo zilisajiliwa katika Swahili Panorama. Kuna filamu zimetoka Kenya, zimetoka Rwanda, zimetoka Burundi, zimetoka Kongo DR. Wapo. Wanashindana katika tamasha moja. Na ndio sura international. Tulisema tamasha moja, lugha moja. Ndio sura international. Kwa ukichukua na World Cinema huku, unao washiriki kutoka India, kutoka Pakistan, kutoka Iran, kutoka Italy, kutoka Estonia, kutoka maeneo mbalimbali Nigeria. Sijui unaotegemea usiku wa namna gani? Utakuwa ni usiku mkubwa, usiku kwenye mvuto ndani ya Mlimani City hapa Dar es Salaam, usiku wa Sinema Zetu International Film Festival. Tunakwenda mapumziko mafupi, tunaye hapa Sofia Mgaza, natarajia kufahamu hizo category 36. Kama muda utaturuhusu, unaweza kugusa hata chache. Kiongozi matangazo ananiambia ataniongeza muda wa ziada. Asante. Tuende mapumziko mafupi. Asante kwa kubaki nasi Morning Trumpet. Naam, karibu tena baada ya mapumziko mafupi. Ni kurejeshe hapa na kubwa ambalo linatuunganisha hapa na mratibu mkuu wa tamasha la kimataifa la sinema linaloratibiwa na Azam Media kupitia chaneli ya 103 Sinema Zetu. Kesho ndio usiku wenyewe wa tuzo, na hapa tunaye Sofia Mgaza. Na hii kimsingi ndio kadi yenyewe ya mwaliko. Hiyo ndio kadi ya mwaliko hiyo. Kadi ya mwaliko. Inavutia kweli kweli. Kadi ya mwaliko. Yeah. Uzuri ni kwamba mpaka watumishi wenyewe tunapewa kadi. Hawezi kuingia hivi. Haya, Sofia, tupeleke kwenye vipengele vyenyewe. Maana hili ndio eneo lenyewe ambalo limewafanya muda wote mmefanya maandalizi mpaka hapo. Okay, sawa. Kama tulivyokuwa tumezungumza kwenye mazungumzo ya awali ni kwamba filamu hizi zipo, filamu ndefu, filamu fupi, short documentaries pamoja na series. Na kila genre au kila aina ina vipengele vyake. Kwa mfano kwenye feature film tuna kipengele cha best director ambapo filamu 8 zinaenda kushindaniwa. Tuna best comedy, filamu 4 zinaenda kushindana. Best screenplay, nikimaanisha screenplay inamaanisha script yenyewe ile, sawa. Filamu 8 zinashindaniwa. Best editing, filamu 7. Best original music, filamu 7. Best cinematography, filamu 9. Best film, best female na best male actor na actress. Kila moja imetoa filamu 10. Sawa, hapo ni kwa filamu ndefu. Ukija kwenye series ambacho pia ni kipengele kipya tulichokianzisha kwa mwaka huu kwa tamasha hili 2018 2019, tuna best series, tumetoa series 4, best director series 4, best screenplay series 5, best editing series 4, short film. Kuna best film pia pale, filamu 5 zinashindaniwa. Best director, madirector 6 wataenda kushindana. Best screenplay 5, best editing 6, best original music 8, best cinematography 6. Kwenye documentaries vipengele ni viwili tu. Best documentary na best director. Kwenye world cinema vipengele ni 8. Best film, filamu 3. Best director 6. Best actor, filamu 4. Best actress 4. Best screenplay 6. Best editing 7. Best music 5 na best photographer au cinematography filamu 8. Kwa jumla vipengele hivi hapa au categories hizo ndio tutakazozishuhudia siku ya usiku wa tuzo. Utakuwa usiku mzito. Utakuwa ni usiku mzito kweli kweli. Usiku ni mzito kweli kweli. Mara nyingi
baada ya tuzo utasikia malalamiko yamependelewa, vitu kama hivyo huwa vinajitokeza. Kabisa. Sisi tuna uzoefu, huu ni mwaka wa pili. Ndio. Japo katika hali ya kawaida ungeona kama ni miaka 10 hivi namna hii. Kutokana na tamasha lilivyokuwa. Uzoefu wa hayo unauzungumzaje? Unajua siku zote wanasemaga asiyekubali kushindwa si mshindani, sawa? Na siku zote asiyekubali kushindwa huwa hapendi kukubali kwamba kulikuwa na mapungufu kwa upande wake. Kwa hiyo kama hapendi kukubali kulikuwa na upungufu kwa upande wake, lazima atalalamika. Sawa? Kwa vitu kama hivyo havikwepeki. Sisi tamasha letu ni la wazi kabisa. Misingi yetu ni ya wazi kabisa. Matokeo yetu ni ya wazi kabisa. Hapendelewi mtu, haonewi mtu. Kila kitu kiko wazi. Sawa? Kwa hiyo na ndio maana kila baada ya kumaliza tamasha huwa tunaandika ripoti ya tamasha. Na tunaainisha ni kwa namna gani mshindi amepatikana. Ripoti hii inapelekwa bodi ya filamu, ambao ndio walezi wa tamasha, na wenyewe wanaingia kujiridhisha kama kweli haki ilitendeka. Kwa sisi kama waratibu tunasimama kifua mbele kabisa kusema kwamba washindi watakaopatikana, asitegemee mtu kupendelewa. Asitegemee mtu kupendelewa kwa jina lake wala kwa uwezo wake wala kwa nini, ila uchaguzi, ushindi utatokana na ubora wa kazi yako. Full stop. Kazi ndio itakao kuuza. Kazi ndio itakao kuuza. Ni tamasha ambalo linahudhuriwa kwa mwaliko. Mwaliko rasmi na kadi ya namna hii. Vigezo gani mnazingatia kunipa kadi mimi? Okay. Awali watu walikuwa wakisema, kwa nini msituuzie kadi Hebu uzeni kadi watu wanunue, wafanye nini? Na nikasema hapana. Hii ni kama vile unatoa kwa jamii. Sawa? Sisi tamasha yetu ni la TV. Tunamshukuru mtazamaji wetu ambaye amekuwa akisubscribe kupitia Azam TV. Sasa na wakati wa usiku wa tuzo ni wakati wake sasa kufurahia. Tukasema kwa sababu ni tamasha la filamu, tamasha la wadau wa filamu, watakao wapata mwaliko wa kwanza kabisa ni wenye tamasha lao. Maana sisi tamasha letu wasanii wenyewe. Ni wasanii wenyewe. Kwa hiyo tunaona 90% ya mwaliko ambao tumetoa au mialiko ambao tumetoa ni kwa wasanii wenyewe. Kwa sababu ndio tamasha lao, ndio usiku ambao wanakuja sasa kuchukua tuzo zao, kuonyesha kwamba sisi ndio miamba ya nani. Kwa asilimia kubwa nyingine iliyobaki, of course kuna mabalozi, sawa, kuna watu kutoka serikalini, kuna corporates mbalimbali na watu wengine mashuhuri ambao hawako katika tasnia ya filamu lakini wangependa kuwa sehemu ya nani, sehemu ya tamasha. Kwa wale wengine ambao wamebakia, tamasha unaweza kuliangalia kupitia channel yetu ya Sinema Zetu, lakini kama huna kingamuzi kwa namna moja au nyingine, labda uko nje ya mipaka ya Tanzania, tuna Azam app ambao dunia nzima unaweza ukaangalia. Lakini siku hiyo pia, siku ya usiku wa tuzo, tuta stream kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram. Yaani kuhakikisha kwamba mifumo yote itakuwa live, itakuwa mubashara. Tunataka kila mmoja aweze kushuhudia, na kuhakikishia tamasha hili litatazama na watu zaidi ya milioni 10. Mwaka jana mgeni rasmi alikuwa rais mstaafu. Unataka kutuambia mwaka huu ni yule au? Hapana. Katika swala hilo lazima mwende mnabadilika. Sio lazima kama Faraja nikikualika mwaka kesho pia nikualike na mwaka kesho pia nikualike. Mwaka huu tunawaletea kipenzi cha watu. Tunawaletea mtu ambaye amekuwa akijitoa sana kwenye masuala yote yanayohusu vijana, yanayohusu tasnia ya michezo, sanaa kwa ujumla na vitu vya namna hiyo. Mgeni wetu rasmi, mabibi na mabwana, ni naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutakuwa naye pale, kipenzi chetu, mama yetu, dada yetu, mpendwa wetu, atakuja kufurahi na sisi. Dr. Tulia Ackson ndio atakuwa mgeni rasmi katika usiku wa tuzo. Haya, sura yenyewe ya tamasha unazungumzaje? Ni tamasha kubwa. Ni tamasha kubwa kweli kweli. Kwa maana ile setup na nini, kuna vitu ambavyo unataka kutuambia kidogo? Sisi tunaingiaje, tunatokaje, tunafanyaje? Kwanza usiku ule wa tuzo, kesho tamasha litaanzia nje. Tutakuwa na red carpet ambapo tuna watangazaji wetu mahiri kabisa watakuwepo pale. Utakuwa nao hapa baadaye, ambao watahakikisha kwamba wanakupa ladha au wanakidhi kiu ya kile ambacho ungetamani kukiona. Ungetamani kumuona celebrity gani, kavaa nini, katokelezeaje na vitu vya namna hiyo. Watu mashuhuri wanapitaje kwenye red carpet. Unajua red carpet ni kitu kikubwa sana. Kokote ulimwenguni inapokuwa na matamasha na mafunction makubwa, red carpet kila mtu anataka kwenda kuonyesha yukoje.
ana uwezo kiasi gani. Kwa hiyo tuna watangazaji wetu mahiri kabisa watakuwepo pale. Kwa hiyo tamasha itaanzia kwenye red carpet, alafu baadaye linamalizikia huko ndani. Huko ndani ndo balaa. Kuanzia leo hii mida kidogo ya baadaye tutakuwa tukikurushia kidogo kidogo kile ambacho kinaendelea pale ukumbini, kwa maana ya kupitia, kwa maana ya maandalizi. Kwa hiyo fuatilia mitandao yetu ya kijamii, fuatilia Azam TV page yetu ya Instagram, Facebook na kwingineko, ili uweze kuwa unapata ile ladha. Tunakupa ile tunaita nini, appetizer tunakupa ile appetizer ya namna ambavyo usiku wa tuzo utakavyokuwa. Utakuwa ni usiku wa kipekee kabisa. Watu maarufu wengine ambao tunawatarajia kwa maana ya special appearance wengi watu maarufu karibia wote unawafahamu watakuwepo kwenye usiku wa tuzo. Karibia wote unawafahamu watakuwepo kwenye usiku wa tuzo, kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka nchi mbalimbali ambao ungetamani kuwaona, utawaona katika usiku wa tuzo. Haya, tutakuwa hewani mubashara 103, sio? Kabisa. Channel ya Sinema Zetu hiyo kesho, na pia katika mitandao ya kijamii yote, channel zote. Tutahakikisha kwamba tunakusogezea kile kinachojiri, na mratibu anatuhakikishia kwamba leo unaanza kutupa vionjo. Leo tunaanza kuwapa vionjo. Hatutaki kutufanyia jukwaa linaandaliwa vipi, mambo yanaendelea. Na hivi tunavyoongea jukwaa limeshaanza kutengenezwa toka kitambo tu, hapa tuko kwenye hatua za mwisho. Hatutaki mambo ya zimamoto, tamasha la kimataifa hili. Nakushukuru sana Sofia, na hongera kwa hatua hii ya kulifikisha tamasha hili kubwa la kimataifa, mwaka wa pili lakini kama mwaka wa 10. Na bado huu ni mwanzo tu. Haya, bila shaka tutakuwa tumejifunza binafsi. Sofia, swali langu la mwisho kwako wewe kama Sofia, mratibu wa tamasha, mdau wa media, umejifunza nini? Kitu nilichojifunza kikubwa sana katika tasnia ni kwamba mtu akipewa nafasi anaweza. Watanzania wana uwezo wa kutengeneza kazi bora. Watanzania wana uwezo wa kugundua teknolojia nzuri ziko wapi ili kuweza kupata kazi bora. Na hii inatokana na experience tuliyoipata katika msimu wa kwanza na msimu huu wa 2018-2019. Katika msimu huu tumeona matumizi makubwa ya vifaa vya kisasa katika uandaaji wa filamu. Kitu ambacho tulikuwa hatujakiona katika filamu zetu za nyuma. Lakini sasa tunaona. Unakaa chini, unatazama filamu, unasema hivi filamu imetengenezwa Tanzania? Huamini. Ni funzo kubwa sana. Ni funzo kubwa kwamba chaneli yetu ya Sinema Zetu Azam TV inaonwa. Na sisi tunastahili kuwapa kile ambacho tunastahili kukiona. Tunastahili kuwapa madarasa. Sawa? Madarasa kama yale ya Studio 103, madarasa ya uchambuzi, madarasa ya namna ya kuweza kufanya filamu bora zaidi. Kwa ni vitu ambavyo tumejifunza na ni vitu ambavyo tunaona ni lazima tuende navyo kwa msimu unaokuja ili kuweza kupata kazi bora, kazi nzuri, kazi ambayo italiuza tamasha, lakini itaiuza taasisi yetu na itaiuza nchi kimataifa. Kwa sababu uwezo tunao wa kufanya vyote hivyo. Lakini pia kitu kingine ambacho nimejifunza ni kwamba kumbe kupitia filamu tuna uwezo wa kutangaza vivutio vyetu vya utalii kimataifa na kimataifa. Tumeona kuna filamu nyingine zimetengenezwa katika vivutio vya utalii ambavyo mimi binafsi nilikuwa sivifahamu. Nimeviona kupitia filamu. Kwa sababu vile ambavyo wanavifahamu vilivyozoeleka nilitegemea ama ningeviona vile, lakini wameleta vitu vingine vya tofauti ambavyo Tanzania tuna vivutio vingi sana vya utalii. Kumbe kupitia filamu, tukitengeneza filamu zenye maudhui hayo, tutawavutia wawekezaji wengine wa filamu kusema Tanzania kuna mazingira mazuri ya kwenda kufanya filamu. Wakija watalipa kodi, lakini watatangazia utalii wetu wa ndani kwamba Tanzania kuna 1, 2, 3, sekta ya utalii itakuwa. Watanzania hawatapata ajira. Hatutakuwa tumejitangaza kimataifa. Ndio vitu ambavyo tumejifunza na tunaendelea kujifunza. Waki wanasema elimu ni bahari, haina mwisho. Nakushukuru sana Sofia, na kwa uwepo kwa ukuaji wa teknolojia, bila shaka wasanii hawana excuse sasa hivi. Vifaa vingi vya kisasa vipo. Kwa tutegemei kamera zinazotoa picha mbovu. Labda ubovu wa picha itakuwa matumizi ya picha yenyewe na upigaji.
kabisa. Na labda kwa kuongezea tu hapo ni kwamba labda mtu kutokujua sana kutokujua matumizi ya mwanga, matumizi ya sauti hizi, sauti bunifu, sound effects, kwamba zinatumika wapi na nini. Lakini sasa hivi Tanzania wako kwenye mstari, wanatengeneza vitu vizuri kweli. Yani I'm very proud of them. Kabisa yani. Tuzo yenyewe itakuwa na sura hii. Sura hiyo hapo. Mwali huyo unaona anazunguka kwa madaha kabisa, mrembo kabisa. Huyo ndo mwali wetu wa usiku wa tuzo. Kesho tashikiliwa kwa mbwembwe kabisa. Haya. Sofia, nakushukuru sana na kila la heri katika dakika za mwisho za maandalizi. Usiku wa tuzo ni kesho. Ni kesho. Kuanzia saa 1. Kuanzia saa 1. Mambo yatakuwa ni hivi. Kadi yako itakupa kibali cha kuingia. Kabisa. Nakushukuru sana. Asante sana. Asante kwa nafasi hii. Asante. In Morning Trumpet, punde nitakuwa na presenters wa red carpet kwa ajili ya usiku wa kesho, usiku wa tamasha la Sinema Zetu International Film Festival. Endelea kubaki nasi. Thank you.